Topic namba 88. Tutumie fursa iliyopo kwa manufaa yetu. Pioneers duniani kote. Nimekuwa na kazi nyingi sana ya masuala ya kodi, kwa kuwa huu ni msimu wa kodi nchini Marekani, wakati ambao huwa na shughuli nyingi sana kwa wataalamu wa masuala ya kodi. Ingawa bado niko kazini, nataka kuhakikisha kuwa pioneers wote wanajisikia salama na wanafahamu kinachoendelea. Hivyo basi, hapa kuna muhtasari mfupi wa hali ya sasa. Nilitoa hotuba kwa jamii ya Wachina na ninashiriki muhtasari wa hotuba hiyo ili kuwasaidia wote kuelewa vyema nafasi yetu ya sasa. Baada ya zaidi ya miaka miwili ya kazi ngumu, tumefanikisha kuweka thamani ya Pi kwani GCV ya dola za Marekani 314,159, tukizingatia data zaidi ya milioni 5 za GCV. Baada ya kuzinduliwa kwa Open Network mnamo tarehe 20 Februari mwaka wa 2025, sera za awali hazitakuwa na nguvu tena katika kipindi hiki cha mtandao wa wazi. Ni muhimu kuelewa kwamba kumbukumbu za GCV kwenye blockchain hazina uzito mkubwa tena ukilinganisha na bei ya Pi kwenye soko la kubadilishana, kwa sababu GCV tayari imeingizwa kwenye kanuni ya mfumo wetu. Na tukishindwa kuifanya bei ya Pi isimame kwenye kiwango cha GCV, mfumo mzima wa ekolojia hautaweza kuhimili malipo kamili kwa kutumia Pi bila kujali thamani itakayowekwa. Mainnet iliyofungwa iliundwa mahsusi kuendeleza GCV ndani ya jamii yetu ya ndani. Hata hivyo, kwa sasa tunahamisha mkazo wetu kwenda kwenye soko la nje ili kuweka bei ya soko ya Pi kwa watumiaji wa nje. Hatua hii ni muhimu sana kwa ajili ya kupokelewa kwa Pi duniani kama sarafu thabiti ya malipo. Kwa sasa, bei ya Pi katika soko la kubadilishana ni changamoto kubwa katika kuwashawishi wafanyabiashara kujiunga na Map of Pi. Ingawa bado tunafanya biashara kwa bidhaa ndogo kwa kutumia malipo ya sehemu ya Pi kwa thamani ya GCV, kipaumbele chetu sasa kimehamia kwenye soko la nje. Lengo letu ni kununua tena Pi ya bei ya chini kutoka masoko ya kubadilishana na kuongeza ushawishi wa Pi. Mkakati wa Pi Core Team unaendana kabisa na malengo ya GCV Core Team, kuongeza mahitaji ya Pi. Lengo letu ni kurejesha udhibiti wa bei ya Pi. Pioneers wa GCV wanajitahidi sana kununua tena Pi kutoka sokoni, na Pi Core Team inatumia mnada wa majina ya domain kununua Pi ya bei ya chini na kuiweka kwenye hazina ya Pi kwa ajili ya wachimbaji wa baadaye. Ni muhimu sana kwa pioneers. Tafadhali tangazeni mnada wa majina ya domain ya Pi kwenye mitandao yote ya kijamii ili kuvutia makampuni, mashirika na watu binafsi kushiriki mnada huo. Watatakiwa kununua Pi kutoka kwenye soko la kubadilishana na kuanzisha wallet ya mnada kwa ajili ya kuhifadhi salio litakalotumika katika mnada huo. Pi Core Team itatangaza hivi karibuni jinsi ya kuunda wallet hiyo. Kwa sasa, kuna masoko ya ubadilishanaji 5 tu yanayopatikana kwenye KYB tangu kuzinduliwa kwa Open Network tarehe 20 mwezi wa pili, mwaka wa 2025. Tangazo kuhusu mnada wa majina ya tovuti, yaani domain names, pamoja na wallet maalum ya mnada, lilitolewa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka huu. Hili linaonyesha wazi kuwa masoko ya ubadilishanaji ndiyo kazi ya msingi kwa sasa. Ni pale tu bei itakapowekwa rasmi, ndipo tunaweza kusonga mbele na kukuza mfumo wa kiuchumi. Pioneers wengi hudhani kuwa na dApps 100 kutaimarisha bei ya Pi, jambo ambalo ni dhana potofu. Bila utulivu wa bei na njia ya kubadilisha Pi kuwa sarafu ya kawaida, wafanyabiashara wengi watasita kukubali Pi kama njia ya malipo. Kabla ya kuwaomba wengine wakubali Pi, ni lazima tujipime sisi wenyewe. Kama wewe ni mfanyabiashara, je, unaweza kukubali Pi kwa kujiamini ikiwa bei yake haitulii? Biashara yoyote inabeba wajibu kama mishahara ya wafanyakazi, kodi kwa serikali, kodi ya pango kwa mwenye nyumba na gharama za bidhaa kutoka kwa wasambazaji. Hivyo basi, ni jukumu letu pioneers kuhakikisha kuwa tunaunda mazingira salama ya kibiashara kwa ajili ya mfumo mzima wa ekolojia. Lengo letu ni kuwasaidia wafanyabiashara kuwa na mazingira imara na yenye afya. Sisi ni pioneers na ni jukumu letu kuondoa vikwazo ambavyo Pi Core Team haiwezi kuviondoa. Hii ni kazi ya pioneers. Kazi yetu ya sasa inapaswa kuelekezwa kwenye kuhamasisha kuhusu mnada wa majina ya tovuti kupitia mitandao yote ya kijamii na kutoa elimu ya jinsi ya kushiriki. Kabla wallet ya mnada kufunguliwa, watu wanaweza kununua Pi kwenye masoko ya ubadilishanaji wakati bei bado iko chini. Tafadhali, msihofu kuhusu bei ya chini ya Pi kwa sasa. Hii ni fursa nzuri ya kununua kwa kiwango hiki cha bei. Tuchukue fursa ya bei ya chini. Bei ya sasa ya Pi haionyeshi thamani yake halisi. Zaidi ya hayo, tafadhali msiitumie GCV kama kipimo cha kuamua kama bei ya mnada ni ya juu.
Kila kitu tunachofanya kwa sasa ni kusaidia utekelezaji wa msimbo wa GCV, na hadi pale utakaposimikwa kikamilifu, tunahitaji mikakati madhubuti kufikia lengo letu. Hatuwezi kuangalia bei ya mnada kama ghali. Tunachohitaji kwa dhati ni mahitaji makubwa ya Pi, na bei ya chini inaruhusu ununuzi wa haraka na matumizi zaidi. Hekima ni muhimu sana katika hali kama hii. Kwa upande mwingine, tunapaswa kuwashukuru wale wanaotoa Pi kwa bei ya chini, kwani hii inawawezesha pioneers wengi pamoja na makampuni na wawekezaji wa nje kununua kwa wingi. Mchakato huu unasaidia Pi Core Team kununua tena Pi kutoka sokoni na kupunguza usambazaji wake kupitia njia ya minada, jambo ambalo litaruhusu pioneers wa GCV kurejesha udhibiti wa bei. Pindi akiba ya Pi ya bei ya chini itakapomalizika, ndipo tutaweza kudhibiti bei ya Pi kulingana na GCV. Kwa sasa, usambazaji wa Pi wa bei ya chini ni chanya kwa sababu unavutia watumiaji wa nje zaidi. Mtandao wa Pi unahitaji watumiaji wa nje zaidi. Hali hii ni sawa na falsafa ya Tai Chi ya Kichina ya kutumia fursa ya hali halisi. Na kama ilivyo katika yoga, tunapaswa kuachilia upinzani wote na tukubali mwelekeo wa asili. Ushindi wa kweli unatokana na sisi wenyewe, tunaposhinda tamaa na hofu zetu binafsi. Tunapaswa kuzingatia kujenga msingi imara badala ya kutegemea mafanikio yashuke kutoka angani. Asanteni sana kwa kujitolea kwenu na kwa uungwaji mkono mnaotoa.